Tukiwa tunaangalia mitambo huko, tukumbuke hili ni kongamano letu la pili. Kongamano la pili la Hayatu Ulama al-Muslimin lenye athari za wakfu au nguvu ya wakfu katika maendeleo ya uchumi na ustawi wa jamii. Mada ilikadimishwa nyingi, mojawapo ilikuwa ni kuhusu keshi wakfu. Kwa hiyo hivi sasa tunazindua keshi wakfu. Tunasubiri fundi mitambo. Tunaye mwenyekiti wetu Dr. Kasim Hussein, yeye ndiye ambaye atatawalia kupress button yetu pale kuashiria kwamba tumezindua keshi wakfu kwa ajili ya umma wa Kiislamu. 3, 2, 1. Na Sheikh hapa anafanya illustration ndogo ya namna kudownload hiyo app na namna ya kudonate. Labda niongezee pia ni kwamba jitihada ambayo tunaendelea nayo ni kuwa na njia tofauti za watu kuweza kutoa wakfu. Kwa ila app ni moja, kutokuwa kuna uwezo wa kupakua form ukajaza kama wewe sio mtumiaji mzuri wa app, na utapewa namba ya account, utaingiza na utatuma slip yako kama umeweka kiasi kadhaa ili tuweke kumbuku zetu vizuri. Lakini pia tutaenda zaidi ya hapo. Sasa kwa leo tutafanya tu demonstration ya Android. Kwa wale watumiaji wa app ya shirika, nadhani wanafahamu app ya shirika inapatikana kwa simu zote mbili, iOS kwa maana ya iPhone pamoja na Android kwa maana ya watu wanaotumia Samsung na simu za namna hiyo. Lakini kwa hapa naomba tu nifanye demonstration ya Android kwa mtu ambaye anatumia Samsung. Tuko tayari mashekhi? Tuende kwenye Play Store, tuingize shirika, tuandike shirika invest. Shirika invest. Kwa wale ambao wanataka kuangalia, ukiingiza shirika utaikuta shirika hapo, utai-install. Shirika hapo. Yes. Nitakuwa niko na Yasiri hapa naangalia. Hapo Google Play. Ndio tutakachofanya, tutafanya urahisi zaidi. Tumesema tufanye demonstration ya haraka. Kwa hiyo hapa Yasiri ana download hapa app ya shirika. Ukishakamilisha utaifungua. Kuna sehemu hapo inakwambia login. Kama wewe ulishawahi kutumia kama una account tayari ya shirika, kama ni mtumiaji, kwa wale ambao ni wateja wetu, unaingiza tu email yako ya zile account yako ile ambayo unatumia kwenye uwekezaji na password. Kama hauna, utashuka hapo chini, itakwambia utengeneze account. Kama hauna, kama hii ni mara yako ya kwanza kutumia app ya shirika, utaingiza jina lako, namba yako ya simu, ndio utaruhusu kweli. Subiri tuende kwa mtu ambaye tayari ana hii app. Huyo ana download hapa, inabidi aende tena kwenye email na nini. Ukifungua ndani utakuta kuna vitufe hapa viwili ndani ya app. Kuna kitufe kimeandikwa shirika pre na kuna kitufe hapa kimeandikwa haya cash wakfu. Unakibonyeza hicho cha haya. Kwanza utakuta maelezo. Ukifungua tu pale utakuta maelezo kuhusu hii cash wakfu, kwamba hii ni haya cash wakfu, aina ya wakfu pale wameandika wakfu khairi, malengo imetajwa, kiwango cha kutoa chochote, mtoaji kwa maana ya wakifu ni mtu, taasisi, kikundi, msimamizi kwa maana mtawali imeandikwa pale Auqaf Tanzania, msimamizi wa uwekezaji imeandikwa shirika, na mnufaika kwa maana ya mawkufa lei ameandikwa pale Hayatul Ulama. Alafu hapa kuna PDF. Hichi PDF ukikibonyeza
utadownload nyaraka ambayo inatoa maelezo mengi zaidi kuhusu hii wakfu, kama unataka ujiridhishe kwanza na maelezo ya wakfu kabla hujatoa. Chini yake hapa kuna neno limeandikwa toa sadaka yako hapa. Ukibonyeza hapo itakuletea ukurasa mwingine umeandikwa karibu katika wakfu wa fedha taslimu. Kwa yule ambaye mwenye anayetumia Android, bonyeza hapa kuchangia. Unabonyeza, inakuja form. Ndio hii ambayo nilikuwa nasema pale mwanzo. Tuna uwezo wa kuitoa hii form. Na hapa kwenye kubonyeza ukaingia moja kwa moja kwenye kutoa. Lakini tumeiweka hii maalum ili tukusanye tuna taarifa za watu waliotoa wakfu. Kwa hiyo hapa unaingiza jina lako kamili, Salum Awadhi. Unaandika namba yako ya simu. Kama kutakuwa kuna tatizo lolote ili tuweze kukupigia, labda kuna kitu umekosea, utaweka barua pepe kama unayo, kama hauna utaruka, kwa sababu tunajua sio kila mtu ana barua pepe, kwa maana ya email. Kwa nini unaweka hii barua pepe? Hii barua pepe yako ndio itakuwa inatumika kukutumia wewe taarifa zako. Zile taarifa ambazo zinatolewa kila baada ya miezi mitatu na mutawali, utakuwa unapata kwenye email kukwambia kiasi kilichokusanywa na kimetumikaje kwa yule maukufu alei. Utaweka shughuli yako hapa, utaandika shughuli yako ni nini, mwanafunzi, mwajiriwa, mfanyabiashara, vyovyote vile utaandika hapo. Kwa nini tunachukua hiyo? Tunataka tujue aina za watu waliotoa wakfu ni aina gani za watu. Kwa asilimia tutajua wafanyabiashara ni asilimia kadhaa, watumishi ni asilimia kadhaa, ili tunapotengeneza programs za maboresho tujue aina ya watu ambao tunao. Jinsia utaweka mwanamke au mwanamume, kwa tutajua asilimia 40 waliotoa wakfu ni wanaume, asilimia 60 ni wanawake. Kwa tutakuwa tuna hizo taarifa, ndio maana tunazikusanya. Na niwape tu confidence kwamba taasisi ya shirika na hii app tumesajiliwa na serikali katika sheria ya data privacy. Kwa hiyo tunachukua taarifa za watu kwa mujibu wa sheria na tumesajiliwa. Na mahali ulipo lazima tujue ulipo Dar es Salaam mfano. Kama wewe ni binafsi au taasisi utajaza, alafu utaweka malengo ya kutoa. Tumeweka ile malengo matatu: elimu, huduma za kijamii au maboresho. Ukimaliza utaweka kiwango chako. Fanya umeweka 1000. Alafu hapa imeandikwa changia sasa. Ukibonyeza hapo itakuletea ile hati ya wakfia ambayo imeelezea kwamba mimi kwa hiari yangu kila kitu hapo umeelezea, natoa wakfu wangu kwa ajili ya hii na hii na nini, kama nilivyosema pale Sheikh Muharram, masharti yako yale ambayo ndio sheria sasa utayataja yote hapa. Mwisho utakubali na kubaliana na mkataba huu, naomba kuendelea, utabonyeza niendelee kwenye malipo. Itakuletea kurasa ya malipo, utaingiza kiwango, utachagua aina ya kulipa, utakuwa umemaliza huo mchakato. Hapa inaonekana imetumia muda mwingi kwa sababu najaribu kumuelezea kila mtu. Lakini hii process haitakiwi kuzidi dakika 5. Ni process fupi sana. Kwa yule ambaye tayari amekuwa ameshatengeneza account, dakika 1, dakika 2 unakuwa umeshamaliza huo mchakato. Inaonekana ni visa tu, nataka nilipia pesa. Nenda chini hapa, choose payment method. Chini kabisa. Hapa change. Hapo change. Sio nyekundu. Bonyeza hapo. Chagua hapo. Mobile money. Rudi juu. Ingiza kiwango. Hapo choose network. Simu Voda. Namba yako ndio hiyo. Hapa usijoga shtuka inaleta flutter tu. Sawa. Sawa. Mashaallah. 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 Thanks for umemaliza Sheikh. Yeah, kwa hiyo kuna sehemu hapo ukiwa unalipa utaona kuna sehemu imeandikwa Fata Tech. Kwenye matumizi ya kutumia mobile app kwenye kufanya malipo lazima uwe na kampuni ambayo inakupa huduma ya kukusanya, inaita payment gateway. Kwa hiyo unaiona hapo Fata Tech ndio kampuni tunayoitumia sisi, ambayo ndio imetupa uwezo wa kukusanya fedha kwa mtandao wa aina yoyote ile. Kwa hiyo utaona hapo jina. Kwa hiyo tayari kakamilisha, Sheikh Mohamed Isa kafanya, Sheikh umekamilisha? Mashaallah. Alhamdulillah, mimi nimekamilisha keshwaf kutoka katika simu yangu. Alhamdulillah, na Sheikh Mohamed Isa pia kukamilisha. Na natumai kwa utaratibu ambao ametueleza Sheikh amekamilisha.